Basi tunaendelea na somo letu. Hii ni ya pili. Hii ni ya pili. Ya kwanza ile ambaye imekatika. Nimekuambia tutafika hata kusita, somo 6 au 5 kuhusu Sabato. Kuhusu wandugu zetu hao wamepotea, wandugu zetu hao Mafarisayo, wandugu zetu hao Wayahudi. Hawa usiogope kuwaita Mafarisayo wala Wayahudi kwa sababu njoo kwenye china yao iko huko, njoo kwenye wametokea huko, njoo kwenye wameshikamana huko, njoo kwenye wameiga huko, wameiga wale wa Mafarisayo, wameiga Wayahudi hao huko. Gisi walipambana na Yesu na njoo na sisi wiko wanapambana na sisi leo. Usiwaogope kuwaita Mafarisayo wala usiogope kuwaita Wayahudi. Na hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Usiogope. Hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna, na Roho Mtakatifu atumike hata na mshika Sabato. Kama tu anashika Sabato, Roho Mtakatifu atumike hata na umoja, hata na umoja. Ukiona ule kuna sani mapepo tu, lakini hakuna Roho Mtakatifu anatumika na mshika Sabato hata umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Hawakumsikiliza Yesu Kristo. Hawakumsikiliza Yesu Kristo. Sikiliza, hawakumsikiliza Yesu Kristo. Sikiliza. Tulishia pale katika andiko la Yohana ambapo wanasema Yesu alivunja Sabato. Pale kwenye Yesu alivunja Sabato kwenye andiko la Yohana 5:18 ndio kwenye tumeishia na ndio kwenye tunaanjia. Yohana 5:18. Sikiliza, Yesu Mafarisayo wababu yao washika Sabato hao wa leo, Wayahudi wababu yao washika Sabato hao wa leo, wasiwakatae wababu yao sawa washakufa, wasiwapinge wababu yao kwa sababu washakufa. Njoo wamefuata, njoo kwenye china yao huko imetoka. Hao ni mitawi tu, lakini mizizi yao iko huko. Njoo mizizi yao kwa Mafarisayo na Wayahudi, wasiwakane kwa sababu washakufa, na tabia yao njoo iko wanafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, anasema hivi, wanasema hivi wale wababu yao wenye wanajua Sabato yenyewe, wale wababu yao wenye walipewa Sabato yenyewe, wale wa Mafarisayo wenyewe, sio hawa wanasema washika Sabato wa leo wanaenda wanaigaiga tu. Hawa kwa sababu wamesoma wanaiga tu. Sasa niko mshika Sabato anaanza kukana. Wewe utakana vitu ambavyo vimeandikwa hapa, vimeandikwa ambaye wababu yako walisema wote kana aje. Babu yako ndio alisema wote kana aje. Babu yako Mfarisayo, babu yako Myahudi ndio alisema wote kana aje. Wote kana aje. Wewe umezaliwa juzi hapa. Wewe umezaliwa jana hapa, baba yako anasema tongo yetu iko fasi fulani. Tongo yetu iko fasi fulani. Nyumba yetu iko fasi fulani. Nilizaliwa fasi fulani. Afu wewe ukiukane leo, wewe unazaliwa leo. Ukikukana utaonekana uko na akili. Uko na akili. Sasa babu yenu banasema aje hapa. Yesu alivunja Sabato akuvunja. Sikiliza Yohana 5:18. Gisi wa babu yenu wanasema. Yohana 5:18 inasema hivi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua kwa kuwa akuvunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema akuvunja Sabato tu. Kuna vitu vingine mbaya alivunja. Ina maana na Sabato iko ndani. Akuvunja Sabato tu. Ina maana kuna vingine vyenye alivunja na Sabato iko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile yenyewe iko ndani, afu tena wewe leo yenye Yesu alivunja, naona unasema uko Mkristo. Mkristo gani? Ndio maana nakwambia mshika Sabato sio Mkristo, na usimuitake Mkristo. Mshika Sabato hayaokoka. Mshika Sabato hajaokoka, hata kama anabatiza kwenye maji mengi, ni wangali wanajifunika tu kifuniko, lakini mshika Sabato aokoke na hayaokoka. Na muwafikishie hii, share nao hii somo, muwafikishie. Ni maandiko, wakitaka watu tafute, tutafanya mada nao, hawayaokoka. Na nashukuru na Mungu, kuna baba ambaye yuko pale Tanzania anaitwa Mwakemwa. Nashukuru na Mungu, namfuatilia sana gisi anapambana na kinandacha huko. Anapambana na kinandacha huko kuhusu huyo Sabato, lakini hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawaelewi. Haleluya. Hawaelewi kwa sababu ya nini? Hawana Roho Mtakatifu ndani yao, lakini wana ubishi. Watu walipingana Yesu na kumpiga hata makofi. Inamaanisha toko unafaa mada nao, ujiandae hata kofi waanza kukupiga, lakini usijali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alifanywa mengi zaidi hayo, na utasikia Yesu takuonesha wapi walimpiga Yesu kofi. Hawa Mafarisayo, Wayahudi wanaoshika Sabato. Anasema akuvunja Sabato tu. Akuvunja Sabato tu. Huyo ndio babu yako anasema, Mfarisayo, babu yako Myahudi anasema. Sasa wewe ulisaliwa jana. Unasoma hapa leo hii unakuwa unasema bale walikosea. Babu yako ndio anasema tena alikosea. Na hao ndio walikuzaa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio wamewazaa mwe kwa imani yenu ya shika Sabato.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama ni Mungu, Mungu alikwisha tutoa huko. Mungu ametutoa. Ndio maana amesema ametuma, kwa maana hii Mungu ameupenda ulimwengu. Yohana 3:16. Kwa maana hii Mungu amependa ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Ili kufanya nini? Kukia kututoa katika ile utumwa. Usabato ile ya siku ni utumwa. Sabato ya siku ni utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza sasa, tumuulize Mungu, unasemaje kuhusu Yesu? Mungu tumuulize, tunaanza na Mungu afu tutamuuliza Yesu mwenyewe. Tunaanza na Mungu afu tutamuuliza Yesu mwenyewe. Mungu unasemaje kuhusu Yesu? Tunaanza na Mungu kuhusu Yesu, alafu tutamuuliza na Yesu mwenyewe. Kisha tutauliza na mitume. Hii ndio ya maana. Sikiliza. Tunataka kumuuliza Mungu, unasemaje kuhusu Yesu? Kazi gani alikia kufanya hapa duniani? Alafu tutamuuliza na Yesu mwenyewe, ulikia kufanya nini hapa duniani? Alafu tutauliza na mitume tutawauliza. Nao watatujibu kupitia Biblia tu, sio akili zangu kama wengine wote wanategemea tu akili zao, ubishi tu. Leo haiko tena kueleweshana, wanakuwa tu ni wabishi kabisa. Sio kueleweshana tena, inakuwa kama vile ni ugomvi, sio tena kueleweshana. Bwana Yesu aturumie sana. Haleluya. Sikiliza hii. Tumuulize Mungu mwenyewe sasa. Tunaanza na Mathayo 17:5. Mathayo 17:5. Inasema nini? Mathayo 17:5 ndio tunaanza nao. Tunaanza kumuuliza Mungu kwa maandiko. Tutamuuliza hapa na maandiko zaidi ya ngapi? Maandiko zaidi ya 5. Tutamuuliza Mungu kuhusu maandiko. Haleluya. Mathayo 5. Mathayo 17:5. 17:5 inasema hivi 5. Alipokuwa bado akisema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Mungu anasema niliwapa sabato ya siku, niliwapa amri, niliwapa hiki, lakini huyu anayekuya njoo mtoto wangu mpendwa, mumusikilize yeye. Ina maana ukimuona yeye unamuona Mungu. Byenye hata kuambia ndio byenye Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Umusikilize yeye. Sasa wewe ulimsikiliza? Wewe ambao unaoshika siku, ulimsikiliza? Twende polepole. Kuna andiko ambayo nyingine moja ambayo inabakia kukupatia ambayo wanajivunia. Ile katika Luka. Tafika pale. Katika Luka 4:16. Aseme akaingia tena katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Njoo wanajivunia wakakale kaandiko kale. Njoo wanajivunia kama ilikuwa desturi yake. Takuonesha alifika kule alikuwa anaenda kufanya nini. Hiyo ndio unapasha kujua alikuwa anaenda kufanya nini. Asio kama desturi yake. Katika Luka 4:16. Sasa utaangalia na huko chini huko. Bilimtokea nini kwenye desturi yake? Bilimtokea nini huko? Wababu yenu walimfanya nini huko? Wababu yenu walimtoa. Marko 9:7-8. Tusome Marko 9:7-8. Marko 9:7-8. Inasema hivi. Marko 9:7-8 inasema hivi. Kisha likatokea wingu likawatia uvule. Sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Mara hiyo walipotazama huku na huku hawakuona mtu pamoja na ila Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huyu iko anasema huyu ni mwanangu, mumsikilize. Tumeshasikia Mathayo amesema Mungu alisema tumsikilize. Tumemsikia na Marko anasema Mungu alisema tumsikilize. Tumsikie na Luka. Na wewe Luka unasemaje? Luka ni tumsikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 9 Luka 9 tusikilize naye Luka. Tushasikia Mathayo vile Mungu anazungumza, anashuhudia kisi Mungu alizungumza kuhusu Yesu. Tumeshamsikia Marko anazungumza kisi Mungu alizungumza kuhusu Yesu. Tumsikilize yeye. Lakini wababu yenu walipinga, na njoo na mwe mnapinga paka leo. Lakini Mungu anasema mumsikilize yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tusome nayo, tumsikie naye Luka. Na wewe ulimsikia Mungu akisema tumsikilize yeye. Luka naye anasema katika ule Luka 9:34-35. Luka 34:35 anasema, alipokuwa akisema hayo,
Lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Msikieni yeye. Ile msikieni yeye ndio tuko tunatafuta. Msikieni yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile msikieni yeye ndio tuko. Haya, tunasikia tena. Tusikie hapa kwenye Matendo ya Mitume nako vile walivyozungumuza kwenye Matendo ya Mitume nako gisi walivyozungumuza. Matendo ya Mitume 7:37. Matendo ya Mitume 7:37, 38. Tusikie vile mitume nao wanaanza kuzungumuza hapa kuhusu Mungu alisema nini kuhusu Yesu. Tunasema hivi, Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikieni yeye. Tuko kwa neno la kumsikiliza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshasikia kisha anasema msikieni yeye. Basi twende kuangalia andiko linasemaje tena katika Kumbukumbu la Torati, kwa sababu Biblia inasema shahidi umoja haiwezekane aweze kushahidiwa mtu. Bwana asifiwe sana. Lakini tusikilize andiko inasema nini katika Kumbukumbu la Torati 19:15. Tusikilize katika Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 19:15 inasema hivi, shahidi mmoja asimwinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote wala kwa dhambi yoyote katika makosa akosayo yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza andiko hili. Hisi neno la Mungu linasema kuhusu shahidi. Tunataka kuuliza mashahidi. Tunataka kuuliza mitume nao watuambie kuhusu Yesu. Kazi Yesu alikia kufanya kwa ajili ya wanadamu hapa chini ya jua. Kazi Yesu alikia kufanya. Tunataka kuuliza mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, mitume mlitusaidia nini ili na sisi leo tuweze kufa? Kwa sababu sisi wababu yetu ni mitume. Ndio tunaweza tukasema ni mitume wa Yesu, ndio wababu yetu. Na wewe ambao unaoshika siku, unaoshika sabato, babu yako ni Mfarisayo na Myahudi. Na sisi wababu yetu ni mitume. Mitume wa Yesu. Mitume wa Yesu, wakina Petro, wakina Luka, wa Yohana, wa Marko, hao ndio na sisi ni wababu yetu. Haleluya. Tunawasikiliza sana na kuwafuatilia sana na tunafuata mambo yao. Lakini wewe ambao unaoshika siku ambaye ndio sabato, wewe babu yako ni Mfarisayo na Myahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inasema hivi Kumbukumbu la Torati 19:15. Shahidi mmoja asimwinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote wala kwa dhambi yoyote katika makosa akosayo yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Shahidi mmoja asishuhudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunataka kumuuliza Yesu kitu cha maana hapa. Tunataka kuuliza mitume hawa. Tunataka kumuuliza nani? Tunataka kumuuliza Mathayo, tutamuuliza Marko, tumuulize na Luka. Je, mulimuuliza Yesu kuhusu ufalme wa mbinguni? Mulimuuliza Yesu kuhusu ufalme wa mbinguni? Anayetaka kuingia katika ufalme wa mbinguni afanye nini? Sikiliza, hasa amri inakuja ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza sasa, amri inakuja kuhusu Yesu. Yesu alisema nini? Pale kuna unashikilia amri. Amri haikataliwe. Yesu ametupa amri. Tuna amri ambayo tunayoifuata. Lakini katika ile amri Yesu ameondoa sabato. Katika amri Yesu ameondoa sabato kabisa. Haleluya. Sikiliza andiko, tunamuuliza Mathayo, tunamuuliza Marko, tunamuuliza Luka kuhusu ile amri. Haleluya. Wewe leo, naamini ya kwamba wewe leo, mtu akikuuliza leo, wewe nifanye nini ili niweze kwenda niingie katika ufalme wa mbinguni? Wewe leo, wewe ambaye wewe leo, ama ndacha ama mwingine mshika sabato wote wale mjukuu wa Mafarisayo au Wayahudi, leo wakikuuliza nifanye nini ili niingie katika ufalme wa mbinguni, mtasema ya kwanza ushike sabato, ushike siku. Lakini tumuulize sasa, tuulize mitume waliotembea na Yesu, waliokula naye, waliolala naye, walimuuliza Yesu, ulisikia Yesu yuko anasema
Walimsikia Yesu kwa anasema, watu wanakia kumuuliza nifanye nini ili niriti uzima wa milele, na Yesu akuwaficha. Sasa wewe ndio utatuambia sasa, utuambie kama Yesu aliwaficha ama akuwaficha. Lakini Yesu akuficha, kwa sababu walimuuliza nifanye nini ili niingie katika ufalme wa mbinguni, na mashahidi wako Mathayo, Luka, Marko wote ni mashahidi. Wakati wanamuuliza Yesu nifanye nini ili niingie katika uzima wa milele. Tusikie kama Yesu alitia sabato pale. Wewe mshika sabato, njoo uangalie sasa unafiki wako pale. Njoo uangalie sasa ufarisayo wako pale. Njoo uangalie uyahudi wako pale. Kwa sababu wewe akikuuliza nifanye nini leo ili niende katika ufalme wa mbinguni leo, utaambia mtu ya kwanza ushike sabato. Si ndio utamwambia wewe ushike sabato, ushike siku. Unasali Jumapili, au tenda mbinguni. Si ndio utamwambia unasali Jumapili au tenda mbinguni. Utaambia shika siku. Utamuonesha sabato kama vile ndacha anaonesha watu. Waonesha shwe sana. Lakini Yesu naye walimuuliza na mashahidi wako, njoo wa mashahidi watatu hao. Mashahidi watatu Mathayo, Marko na Luka. Walimuuliza nao wiko wanasikia na wanashuhudia kwenye Biblia ya kwamba walimuuliza Yesu tufanye nini ili tuingie katika ufalme wa mbinguni. Sikiliza hawa mashahidi. Tunaanza na Mathayo. Mathayo 19. Mathayo 19. Mathayo 19:16. Inasema hivi. Sikiliza andiko nzuri. Sikiliza hapa tu sasa, njoo kwenyewe hapa. Amri. Mnavunja amri ya 4. Yesu sasa alivunja hapa. Yesu alivunja hapo. Yesu kisha utasema sio unamfuata Yesu wewe. Kama kuna mhukumu Yesu alivunja amri ya 4 naye. Sababu hakuisema hapo, usikilize hapo. Mnavunja amri. Mnakia tu kulalamika na usumbufu mtupu, mnazania akili yenu ya kimasomo mliosoma ndio itawasaidia katika imani. Ndio inawapoteza kabisa. Bila Roho Mtakatifu mmepotea kabisa. Mtabakia na ile kushika mabibilia yote mkichwa, mtabakia na ile kushika makurani yote mkichwa, vitabu yote kukichwa, na mwisho tawachanganya, mnaanza kuenda mnatukanana sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile leo ndacha anaanza kutukanana sasa. Na mungoe baada unapatia miaka 2. Mungoe baada ya miaka 2. Na ile siku yenyewe atairuka. Na ile siku Aisha waruka washika sabato wenzake. Aisha waruka hivi na alishawatukana hivi. Aisha waruka na alishawatukana. Sasa anabakia katikati. Kale ka siku tu ndio kangali angali anabania kale ka siku. Na kale ka siku nako mungoe anataka kukaruka. Mungoe tu haina miaka 2 atakaruka kaka siku, ndacha atakuwa Mkristo kweli. Na Roho Mtakatifu atadema ndani yake, ndio mtaona sa maarifa yenye atafanya. Kwa sababu ana ile ujasiri. Kitu kinamkosa tupe ni Roho Mtakatifu. Ujasiri anayo. Lakini kitu kinamkosa ni ile Roho Mtakatifu, ndio hana. Lakini ujasiri anayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akitoka tu kusiku mtaona sasa maarifa ambaye atafanya, kwa sababu Roho Mtakatifu atatumika sasa naye. Anaweza sifesa. Hivi Aisha waruka wenzake wa sabato. Hivi Aisha waruka kabisa na kawatukana. Sio kuwaruka tu na kuwatukana kabisa. Mfuatilie ndasi cha musikia mshika sabato mwenzenu gisi amewatukana huko. Na inabakia tu siku. Akitoka na huko siku basi anakuwa Mkristo na Roho Mtakatifu atafanya kazi pamoja naye, na utaona sasa maarifa ambayo gisi Mungu atamtumikisha. Tunasoma 19. Mathayo 19, tuanze mstari wake wa 16. Tutaishia mungapi? Tutaishia 16 mpaka 21. 16 mpaka 21. Mathayo ule. Sikiliza, mtu anakia kumuuliza Yesu mwenyewe ambaye Mungu amesema tumsikilize yeye. Musa anasema atakuya mtu kama mfano wangu mimi ambaye Mungu atawasukumia, mumsikilize yeye. Yeremia anasema mumsikilize yeye. Sasa sikiliza maneno yake Yesu. Kama utaacha kusikiliza ya Yesu, usikilize ya ndacha, au utaacha kusikiliza ya Yesu, usikilize ya mshika sabato. Sikiliza sasa maneno yake. Mtu anakia kumuuliza nifanye nini ni uriti uzima wa milele. Hiyo ndio jambo ya maana. Leo wewe akikia kukuuliza shike sabato. Yesu alisema hapa, sikiliza hapa. 16 inasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Anamwendea Yesu. Anamwambia nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele. Kama ingilikuwa ndacha nimwambia shika sabato. Kama ingilikuwa ungemwambia shika sabato. Toka kwa Jumapili.
Lakini sikiliza, Yesu alimwambia. Sikiliza amri ya Yesu inakuja sasa. Sikiliza amri Yesu alitupatia sasa. Oh, mnaruka amri. Oh, mnaruka. Hatukuruka amri. Tumemfuata Yesu. Mungu amesema tumsikilize yeye. Manabii wamesema tumsikilize yeye. Hatukumruka. Wewe unamruka. Mwenjo mnamruka. Alafu mnaendelea na kukosa adabu kwa ajili ya wengine. Anasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwa nini uniulize kuhusu wema? Aliye mwema ni moja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Ukitaka kuingia katika uzima, uzishike amri. Ashukuriwe Mungu wa Israeli na wa Isaka na wa Yakobo. Yesu akuishia tu pale, akamtaia amri enyewe. Sasa tuone Yesu amesahau au amemficha mtu ambaye kwa tena kutaka kuingia katika ufalme wa mbinguni. Je, Yesu umemficha ama umesahau? Ile sabato yenu wewe. Sabato mtabaki tu sabato na njoo mtaenda katika moto hivyo sabato. Sikiliza sasa. 10 ngapi hiyo? 18. Akaambia uzishike amri. Yesu anasema uzishike amri. Tuanze kuhesabia amri. Yesu amesema tuanze kuhesabia. Njoo kwenye amri imepanguka hapo. Ametangua. Njoo kutangua, anatangua hapa, anaanza kutangua hapo. Akutangua hata nukta moja kwenye Torati, anaanza kutangua hapo. Sikiliza sasa, sikiliza. Sikiliza, anaanza kutangua hapo. Wewe mwenye ujue maana ya kutangua au uongozi na Roho Mtakatifu. Sikiliza sasa. Anaanza kutangua hapa, anasema akamwambia, zipi? Ule mtu anamuuliza amri yenyewe ni zipi? Unaona, Mungu aliandaa watu kwa ajili ya hii maswali mko mwayo leo. Mungu aliandaa watu kwa ajili ya majibu maubishi mko nayo leo. Mungu aliandaa watu kabla. Ni Roho Mtakatifu tu ndio kama ya kufunulia. Utabakia tu unaenda unahangaika na maubishi mengi na maneno mengi. Lakini Mungu alifunua, Mungu alijua hivi vyote vitakuwa. Ndio maana alifunua watu waulize kabla. Sisi hatuyajua kama tutazaliwaka katika dunia hii. Lakini sasa sisi wetu tunazaliwa juzi ndio tunakuwa wabishi sasa. Anasema, akamwambia zipi? Yesu akasema ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, hayo yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Huyu kijana alikuwa na mtinga Yesu aseme sabato. Huyu kijana alikuwa na mtinga aseme sabato. Anasema haya yote nimeyachi. Haya yote nimeyashika. Haya yote nayafanya. Nimepungukiwa na nini? Akusikia na taya sabato. Sasa alikuwa na mtinga kwa hiyo sabato. Lakini Yesu hakuitaya sabato hapo. Hakumwambia na ushike sabato. Ndacha. Mshika sabato, mfarisayo. Mjukulu wa Wayahudi. Unasikia Yesu anamwambia uzishike amri. Ya wapi? Anahesabu hapo. Sasa ile nya kutaya hapa ameisahau. Ama Yesu amemficha yule mtu. Itakuwa tena iko anatupatia ufalme wa mbinguni. Itakuwa iko anatupa uzima wa milele. Hapo sasa njoo ufikirie, ufunguke akili. Hapo ndio Roho Mtakatifu muombe akufungulie akili kupitia mitume. Tunaanza kuwauliza. Wa kwanza huyu anatuambia ya kwamba uzishike amri. Yesu anasema ushike amri. Hii shahidi huyu wa kwanza Mathayo. Shahidi wa pili, twende kwa shahidi wa pili. Shahidi wa pili Marko 10. Marko 10. Shahidi wa pili Marko 10. Tunaenda Marko 10 17 22. Shahidi wa pili huyu Marko. Anasikia ule mtu iko na anauliza. Marko na anasikia. Marko na alikuwa pale. Tusikie kama Marko atasema alitaya sabato. Ambao leo akikuuliza nifanye nini ili niende mbinguni, shika sabato. Toka kwa Jumapili. Anasema hivi: alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuriti uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri? Wazijua amri? Sikiliza amri iko.
Oh, mlivunja amri. Oh, mlivunja amri ya 4. Sikiliza hayo. Yesu naye alivunja hapo. Mathayo, ulisikia alitaa sabato? Njoo hii Marko naye. Utasikia tataa sabato. Oh, mnavunja amri ya 4. Sasa Yesu naye amevunja hapo. Umhukumu naye sababu unafuata ile asili ya bababu yako Mafarisayo. Hauna hoga na Yesu, hauna hoga na maneno ya Mungu. Na Mungu alishasema msikilize yeye. Sasa sikiliza hapo. Anasema unazijua amri? Inaanza. Inaanza usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Nenda ukauze ulivyo navyo vyote, upate uwape maskini. Nenda ukauze umepungukiwa na neno moja. Mimi nidhania umepungukiwa na neno moja au shike sabato. Yesu anamwambia, "Aya, unazijua amri? Hiki, usiibe, usizini, usishuhudie uongo, uheshimu baba na mama yako." Yesu akamwambia yote. Halafu akamwambia neno moja. Anamwambia ya kwamba, Yesu anamwambia umepungukiwa na neno moja. Mimi nifikiria ni sabato. Mimi nifikiria ni sabato. Umepungukiwa na neno hii moja. Uuze vitu vyako ukabulie maskini. Ubiri hivyo. Ubiri hivyo, ambia watu wasaidie mayatima, wasaidie hapana siku. Mtoke kwenye siku, muokoke, muitwe wa Kristo. Mshika sabato. No, wewe ambaye uko Mkristo, ambaye unayesali, wewe Mkristo, hapana mshika sabato. Mshika sabato sio Mkristo. Mimi nakataa na maandiko yanamkataa. Kama wote muita Mkristo wewe nawe, lakini wewe Mkristo unayonisikia usimwogope mshika sabato. Umwambie wewe auokoke. Umwambie ukikutana na mshika sabato umwambie au yaokoka. Umkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukubali maneno yake vile Mungu alisema tumsikilize na umsikilize. Bwana asifiwe sana. Yeye amezaliwa juzi hapa, walituulizia pahari yetu. Waliuliza pahari yetu tufanye nini? Tumuulize naye Luka. Shahidi naye mwenye alikuwa pale. Tumuulize naye. Huyu hapa alishatuongezea nyingine. Lakini tumuulize naye Yesu. Tumuulize Yesu. Nani Luka? Tumuulize Luka. Luka na wewe unasemaje? Luka 18:18. Luka 18:18. Luka 18:18. Luka na wewe ulikuwa pale. Utuambie wakati yuko amuuliza Yesu kuhusu kuenda ufalme wa mbinguni, tutende nini? Aliambia yule mtu nini? Marko anakatala kutuambia alimwambia ashike sabato. Mathayo anakatala kutuambia alimwambia ashike sabato. Haya, Luka na wewe utuambie, utuweke wazi. Tunamuuliza naye Luka. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 18:18. Tutaishia paka 22. 18:18 hadi 22. Nasema, tena mtawala mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, yeye ndiye Mungu. Wazijua amri? Usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote ukawagawie maskini. Soma basi hata huko mwisho, au utasikia aseme ulipungukiwa na neno moja. Yesu asema ulipungukiwa na neno moja, uuze ulivyo navyo ukagawie maskini, sio ulipungukiwa na neno moja. Mimi nifikiria asema ulipungukiwa na neno moja au shike sabato. Kama vile we leo mafundisho yako yote ukisikia tu kwenye biko, ikiwa mikutano yao, ikiwa nini, ni siku tu siku. Yaani ni watu ambao wana Roho Mtakatifu. Hawa wachukuu, hawa wa Mafarisayo, hawa wa leo, hawa Mafarisayo, hawa Wayahudi hawa. Ukisikia kwenye mikutano yao tu ni siku. Tutaenda na hii somo mpaka tufikie hata 10. Tutaenda, inaweza katika hapa tutapumzikia hapa. Tutaenda na hii somo mpaka kufikia 10. Wewe endelea na kufuatilia tu channel yangu. Endelea kufuatilia Facebook yangu. Endelea kufuatilia YouTube yangu. Naitwa kwa jina la mchungaji Pastor Jacques Kanyarugano. Ukiandika kwa YouTube tu pastor, hapana mchungaji. Pastor Jacques Kanyarugano ni iko kwa Kiportugal ile pastor. Ile pastor, ile mchungaji kwa Kiportugal. Iko mkiportugal sana kwa Mozambique. Inaitwa kwa jina la Pastor Jacques Kanyarugano. Ukiingia tu mu
Facebook, YouTube yangu utakuta masomo yangu nyingi tu, fuatilia. Na ku Facebook yangu pia, ingia tu channel yangu, andika tu Jacques Kanyarugano, Pastor Jacques Kanyarugano, utakuta masomo yangu mengi tu, na mengi itakuya. Maandiko iko mengi sana 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 ya kuweza kutuonesha ya kwamba Yesu ametutoa katika sabato ya siku. Sabato gani ambayo Yesu ametupa? Kwa sababu tunataka kumalizia kwanza hapa. Acha nikuoneshe sabato Yesu ametupa. Yesu ametupa sabato katika Mathayo 11:28. Anasema, na nira yangu jitieni nira yangu. Hebu tuyasome. Tuyasome Mathayo. Angalia sabato ambayo Yesu amekupatia sasa. Angalia sabato Yesu sabato kwenye iko sasa. Uangalie kwenye sabato iko. Uangalie sabato kwenye iko 11:28. Yesu anasema hivi 11:28. Angalia kwenye sabato iko sasa. Iko kiroho. Sabato iko kiroho. Mambo yote Yesu alikuja kutufanyisha. Alikuja kutupa kiroho, sio kimwili tena. Na sabato maana yake nini? Sabato ni pumziko. Sabato ni pumziko. Sabato ni pumziko. Na maandiko iko mengi huku nyuma, huku chini tutayaona yote. Maandiko iko mengi. Sabato ni pumziko. Je, Yesu ametupa sabato kimwili? No, Yesu hakutupa sabato ya siku ambaye ni kimwili. No, futa kwa jina, no, ikemee kwa jina la Yesu Kristo. Uikemee kwa jina la Yesu Kristo. Watakayobaki nayo ni wale ambayo ni wajukuu ya Mafarisayo na Mayahudi. Na kama ni wajukuu itakutikana na wenyewe ni hiyo ni Wayahudi na Mafarisayo. Hawaokoke. Wote anayoshika sabato ya siku hawaokoke. Biblia inakataa, maandiko inakataa, na mimi nakataa kama mtumishi wa Mungu. Yesu ametupa sabato iko kiroho. Sabato ni pumziko kwa sababu Mungu ndio alipatia